Juhudi za kuendeleza kilimo cha kisasa nchini zimesababisha shinikizo jipya la kuongeza thamani kwenye mazao ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakipuuzwa. Wataalamu sasa wanawahimiza wakulima kuendeleza kilimo cha mazao ambazo manufaa yake bado hayajatiliwa maanani kwa kiwango kinachostahili. Mojawapo ya mazao hayo ni mnavunavu au Cape gooseberries, ambayo yanaweza kutumiwa kama chakula na pia kutoa fursa ya biashara yenye thamani zaidi. Kwenye makala ya wiki hii ya kilimo biashara, Dennis Otieno anaangazia jinsi tunda hili linavyowafungulia wakulima njia mpya ya mapato. Mnavunavu au mzabibu bata ni tunda ambalo limekuwa likionekana kama tunda la mwituni linaloota pia pembezoni mwa shamba. Lakini sasa tunda hilo limeorodheshwa kama zao lenye thamani kubwa kibiashara. Watafiti wa KALRO wanasema tunda hilo linaweza kustawi katika maeneo mbalimbali, hasa katika maeneo ambako mazao mengine yanatatizika kukua kutokana na mabadiliko yasiyotabirika ya hali ya hewa. Mbali na kuliwa kama tunda bichi, sasa mkazo umeelekezwa kwenye uongezaji wa thamani. Wakulima wanahimizwa kusindika mnavunavu na kutengeneza bidhaa kama vile jemu na mchuzi, bidhaa ambazo huuzwa kwa bei ya juu zaidi na hudumu muda mrefu bila kuharibika. Kwa hayo matunda Cape gooseberry unaweza tengeneza jam ambayo inaweza tumika kupaka kwa mkate, ama kwa wale wanapenda uji, kijiko kimoja cha hiyo jam ndani ya uji wako inaipa harufu ambayo ni mzuri. Alafu pia kutoka kwa hizo Cape gooseberry unaweza tengeneza sauces. Kama hii ni sauce ambayo imechanganishwa hayo matunda ya Cape gooseberry na pilipili, ambao unaweza tumia kula vitu vingi kama nyama choma, bajia na kadhalika. Mbinu hii huongeza mapato kwa wakulima, mbali na kupunguza kupotea kwa mazao baada ya kuvuna, jambo ambalo linaendelea kuwa changamoto kwa wakulima wengi wadogo. Kupitia mafunzo, KALRO inawapa wakulima ujuzi wa kuongeza bidhaa thamani ili vifikie viwango vinavyohitajika kwenye soko. Mpango huo pia unalenga vikundi vya wakulima na vyama vya ushirika vinavyoonekana kuwa muhimu katika kuongeza uzalishaji na kufikia masoko yenye mpangilio rasmi. Kutokana na ongezeko la mahitaji, bidhaa za mnavunavu zinaendelea kuwavutia wengi kutokana na virutubisho vyake na manufaa yake kwa afya. Wadau wanasema mahitaji haya yanayoongezeka yanatoa fursa kwa wakulima kuingia katika masoko maalum na ya hadhi ya juu hapa nchini na kimataifa. Ukiangalia nchi nikiwa sijakosea kama Colombia, wana export Cape gooseberry, na unapata kama Kenya sehemu ya kuexport haya matunda haijashika mizizi jinsi ambavyo inapaswa. So ukiona ya kwamba kuna nafasi ya kuexport, hii inakuonyesha kunayo potential, kunayo nafasi kubwa ambayo tunayo kama Kenya wakati ambapo inakuja kwa hayo matunda ya kibiashara. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.